na nataka nikuletee ujumbe huu unaosema kukikaribia kiti cha neema. Kufanya nini ndugu zangu? Kukikaribia kiti cha Mungu cha neema kwa ujasiri. Amen. Ebrania sura ya 4 mstari wa 15 na 16 imeandikwa hivi: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, bila kutenda dhambi au bila kufanya dhambi. Mstari wa 16 unasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kiti cha neema cha Mungu kina sifa kuu mbili: kina rehema na kina neema. Hiyo rehema na neema si kwa ajili ya Mungu mwenyewe, ni kwa ajili ya waaminio, ni kwa ajili ya watoto wa Mungu. Ndio Biblia inasema tukikaribia hicho kiti cha neema, si kwa ulegevu, si kwa unyonge, si kwa hofu, bali kwa ujasiri. Sasa sio ujasiri tu kwa sababu ya ujasiri wa binadamu, hapana. Taona baadaye. Huo ujasiri unatokana na nini? Ujasiri ambao unatufanya sisi kumkaribia Mungu, kukaribia kiti cha neema cha Mungu, ni ujasiri wa namna gani? Tutaona baadaye. Lakini rehema na neema, vyote hivi vinatusaidia sisi wanadamu, kwa sababu mwanadamu ni mhitaji kila wakati. Aitwe nani, awe nani, mwanadamu ni mhitaji siku zote mpaka ameondoka hapa duniani. Hakuna mtu asiyemhitaji hata siku moja. Hicho kiti cha neema cha Mungu kinatutosheleza. Hapo ndipo ambapo tunapata mahitaji yetu. Hapo ndipo ambapo tukilia, Mungu anasikia, anatujibu. Katika Agano la Kale, katika Waebrania 9 mstari wa 3 na hadi wa 5 imeelezwa kuhusu utaratibu wa hema ya Agano la Kale. Hema hiyo ilikuwa takatifu na ilitumiwa na Waisraeli tangu wakati wa kutembea kwao jangwani, baada ya kuondoka kutoka Misri hadi kujengwa kwa hekalu huko Yerusalemu. Hii pia imeandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ile 25 mpaka 27, imeeleza vizuri. Lakini katika Agano Jipya, Waebrania 9 mstari wa 3 hadi wa 5 imeelezwa kwa kifupi kuhusu hema hiyo. Tunasoma katika Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 na 23. Tafadhali fungua usome pamoja nami Maombolezo 3:22 hadi 23. Imeandikwa hivi: ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Mstari wa 23, ni mpya kila asubuhi,
uaminifu wako ni mkuu. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Maana yake tungeliangamia, lakini kwa sababu ya huruma zake ambazo hazina mwisho, hazikomi, zipo, zimekuwepo milele yote. Na huruma za Bwana zinasema yamkini siku moja watubu, waache maovu yao, waache mabaya yao. Ukiona wewe unaendelea, si kwa sababu wewe unastahili kuliko wengine. Inawezekana ni huruma za Mungu tu. Mwaka wa 2026 kuna mtu amehurumiwa ili aendelee kuishi. Kuna mtu amehurumiwa na Mungu. Kiti cha enzi kimeachilia huruma ili mtu mmoja aishi. Huyo mtu ni mimi na wewe. Kwa maana unasafiri, unaenda wapi, unafanya unachotaka, sio wewe. Huyo aliyeachilia huruma akisema sasa hakuna, ni mwisho, hakuna tena binadamu. Mtu wewe hautakuwepo tena. Imeandikwa rehema zake hazikomi. Ingekuwa ni mimi, hata dakika moja tu ni nyingi, lakini sivyo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunapotubu, Mungu hutuonyesha rehema na hutukaribisha kwa mikono miwili. Karibu, sasa wewe ni mwanangu, karibu. Inawezekana kuna mtu hapa leo itabidi atubu, asamehewe dhambi. Mungu anakukaribisha, karibu mwanangu. Umeteswa na dhambi siku nyingi. Unajua dhambi inatesa. Waulize hawa wanaotenda hivyo. Penda wasipende, wanapelekwa wanapopelekwa. Wanaishi wanavyoishi, hawapendi. Ukiona watu wanaishi hivyo hawapendi, ni kwa sababu iko nguvu inayowatesa. Lakini huruma za Mungu ni kwa kila mtu. Mwaka huu kanisa liwahurumie watu zaidi. Tunawahurumia kwa kuwaleta kwa Yesu. Amen. Kwa kuwahubiria Injili. Mkini pastor amefanya kazi kubwa sana hapa, na Mungu awabariki sana. Lakini ifike mahali na sisi jamani tufanye kitu. Waleta watu kwa Yesu. Tutawaleta watu kwa Yesu. Ndio kabisa. Neno la Kiebrania la rehema pia utafsiriwa kama upendo. Wakati mwingine ni vigumu kutenganisha huruma na upendo. Hata tunapopotea, Mungu anatupenda na anatamani tutubu ili aweze kuongeza huruma zaidi. Anatamani hivyo. Anatamani hivyo. Imeandikwa, hapendi kuona hata mtu huyu akipotea. Wewe je, kweli utaridhika mtu mmoja apotee? Wa familia, hata usiyemjua, utaridhika? Lakini moyo wa Mungu ni kwa rehema, ni kwa hurumia watu. Hiyo ni rehema ambayo imejaa katika kiti cha Mungu cha enzi. Inatupa kupumua, inatupa kuishi, inatustahilishi hata pale tusiko stahili. Umestahilishwa mtu wa Mungu, umewezeshwa tu. Historia unafahamu. Ni wangapi ambao hawako kama wewe? Ni wangapi?
Mtu wa Mungu mwenye neema ya Mungu, hata umri wake ni tofauti. Usichezee neema ulionayo. Usipuuze huruma ya Mungu. Neema ni wema wa Mungu. Wema, uzuri, hiyo ni neema. Neema ni kibali. Ni kibali. Mungu ametupa kibali. Mungu anaendelea kutupa mema. Ni kwa neema tu. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kubali rehema. Kubali neema ya Mungu. Mungu hana deni. Hana deni kwa kiumbe kinachoitwa mwanadamu. Mungu hana deni. Kazi yake ni kamilifu, amemaliza kila kitu. Kupitia Yesu Kristo amemaliza, hana deni. Shida iko kwako na kwangu. Hadaiwi chochote. Katika Efeso 2:5 imeandikwa, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Kumbe dhambi na makosa yanawafanya watu waonekane mbele za Mungu kuwa ni wafu, maiti. Hata kipindi hicho tulipokuwa maiti, wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Mwanadamu anaweza kuunda chochote, unda gari, jenga nyumba, ndege. Kwa habari ya neema mwachie Mungu. Wewe ni nani mtu aokoke kwa ajili yako? Vijana, ila anayekuambia anaokoka kwa ajili yako, mpuuze. Yeye amekuwa kuna Yesu namba 2. Akuokokee wewe ni nani? Tunakikaribiaje hicho kiti cha neema cha Mungu? Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tunakikaribia kiti cha neema cha Mungu kwa utakatifu. Kuna mtakatifu hapa? Ukiwa mtakatifu umefanana na Baba. Na hili ni agizo, ni amri. Iweni watakatifu. Kuna ombi hapo. Agizo. Unataka kuwa wa Yesu, unataka kuwa wa Mungu, uwe mtakatifu. Kwa Mungu hakuna njia zaidi ya moja. Hakuna kona. Hakuna hivi. Njia ni moja, ni Yesu. Amen. Si umekubali mwenyewe, umetubu. Njia ni moja, Yesu tu. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Waliambiwa hivyo Waisraeli katika mambo ya Walawi. Mungu akawaambia, muwe lazima, iko amri. Wakatengwa na mataifa mengine. Kwanza Mungu akawatoa Misri, kawatenga. Mimi na wewe tumetengwa. Mwaka huu ujue kwamba umetengwa na Mungu. Wewe ni mtakatifu wa Yesu Kristo. Amen. Karibia Mungu kama mwana anavyomkaribia babaye. Umeona hapo, mshawahi kuwa mtoto, si ndio? Unamkaribiaje baba? Eti mwalimu mkeni, unataka kumuomba baba
kitu chochote. Unamkaribiaje? Kwa sababu umefanana naye. Wewe utakatifu ndio unaotufanya tufanane na yeye. Hata ukisema baba, anasema mwanangu. Katika watu ambao wanafikaga mahali wanashangaza hata mbingu zinaweza kushangaza. Wapo hao watu. Huwezi kumwamuru Mungu wako kwa jambo lolote unalohitaji. Huwezi. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Nenda kwa adabu. Nenda kwa heshima. Lakini saa nyingine tunakosa heshima na adabu. Fanya baba, fanya. Afanye nini? Afanye nini? Warumi 8:15. Itakase uko mbele ya mtakatifu wa Israeli. Mwendee hapo kwa ujasiri, kwa adabu, kwa heshima. Atakusikia, atakupa haja ya moyo wako. Hiyo ni namba 1. Namba 2, badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo. Hii ni namba 2 ya jinsi ya kukiendea kiti cha neema cha Mungu. Tuna mitazamo mbalimbali. Badilisha mtazamo wako kutoka ile hali ya kuona mapungufu yako binafsi, sasa uweze kuona kazi kamilifu ya Kristo. Unajua, kama ukisema huwezi, umepuuza rehema na neema, si ndio? Hivyo vikuwezeshe kwa jina la Yesu. Unaweza. Mtazamo mapungufu. Mimi kiumbe cha Mungu. Mpaka unafika mahali sijui ndio unyenyekevu. Mimi ni kadudu ka Mungu tu. Mimi ni kasisimizi. Kweli wewe unajiita na mpaka sisimizi. Yeremia 33:3. Neno la Mungu linasema, niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Karibia kiti cha rehema na neema. Mungu atakufunulia mambo makubwa. Siri ya Mungu iko kwa mchawi. Iko kwa watakatifu wake. Iko siri. Mungu atakuonyesha mambo ambayo yeye uone ujui jibu ni nini. Iko mambo haya ni mambo gani? Mambo makubwa. Tunamtazama aliye juu. Lazima tuinue macho yetu kwake. Nilishuhudia ibada ya kwanza. Mimi ni baba. Nilifika mahali mwanangu anataka kwenda shule, ameona wenzake ambao wamefaulu pamoja nao, wamepangiwa shule nzuri. Kumbe mimi ada nilionayo inalingania zile shule tunazofahamu. Sasa huyu mwanangu akaniambia neno ambalo sikuonyesha, nililimeza, lakini nilikuwa naumia ndani kama ilivyo wanaume wengi. Baba, akina fulani na fulani na fulani wamepangiwa shule nzuri. Baba, kama una hela naomba unikopeshe, nitakuja kukurudishia. Kwa ni mshale kwa. Umesemaje? Kumbe ndio najaribu kutafuta. Usijali. Utasoma. Lakini nilijua kwamba sasa hii ni kazi ya kwenda magotini kwa Bwana. Haya magoti tunaopiga sio bure. Tunampigia anayesikia, anayeona na mwenye majibu yote. Ana majibu yote. Sababu nakumbuka ule usiku nimelala. Naona kwenye maono nyumba imekuwa na nuru ya pekee sana. Nuru ya pekee. Yamejaa magari hayo yamepakiwa vyakula vyote fresh. Unajua vyakula fresh vimepakiwa mahitaji, yamepakiwa mahitaji. Aisee, nikawa nashangilia moyoni kwamba haleluya, sasa ndio mambo yamekuwa mazuri sana. Mungu asante.
asante. Kumbe niko kwenye ndoto. Ukiona kitu kizuri bwana, alafu baadaye unakumbuka ulikuwa umelala, utasikitika sana. Ila kibaya kikitokea baadaye unasema, oh, nafuu. Lakini ile siku mimi siku nzima, maana baada ya muda kuzinduka, kufumbua macho, magari yametoweka, vyakula vimetoweka. Wapi sasa jamani yale magari? Wapi vile vyakula vizuri nilivyoviona? Oh, nisikitika, nilienda ofisini sina raha. Natafakari yale maono. Mungu, kwa nini hivyo vyakula havikubaki? Kwa nini yale magari hayakubaki yao yapo? Mambo ya Mungu bwana, yana Mungu mwenyewe. Mawazo yake yako juu sana, ya kwetu yako chini. Nataka nikwambie kiti cha neema cha Mungu kina kila kitu kwa ajili yako. Badilisha tu mtazamo. Amen. Endelea kumuita Bwana, usikate tamaa. Usivunjike moyo, wala usikubali kuvunjika moyo. Unavunjika moyo ili nini? Ili uende wapi? Maisha lazima yaendelee. Matatu, namna ya kukiendea kiti cha neema cha Mungu. Uwe na ujasiri kupitia Kristo. Nilidokeza hili. Huo ujasiri nilisema kwamba ni kwa sababu ya kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Sio ujasiri wetu kama sisi. Unajua kuna ujasiri wa kibinadamu. Sio huu. Kwa sababu ya kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Kumbuka hiyo. Tunasoma katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 4. Nirudie tena, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, ondoa hofu, ondoa mashaka. Tumaini Bwana. 2026, mtumaini Bwana zaidi. Kuna mambo unapanga, unajaribu kupanga, unafanya mahesabu, hayaendi. Anasema katika watu ambao ni wajasiriamali ambao wanathubutu, sio watu waliosoma sana, watu wa kawaida tu. Sasa wewe, pamoja na kuonekana mtu wa kawaida, lakini changanya na kitu kingine. Tumaini Bwana. Yaani katika mambo yako yote mshirikishe yeye. Utaona mambo yatakavyoenda. Utaona mambo yatakavyofanyika. Na jambo la mwisho katika kukaribia kiti cha enzi, kiti cha neema cha Mungu, sema kweli. Uwe mkweli. Uwe mkweli. Yaani kuanzia nafsi yako uwe mkweli. Waswahili wanasema msema kweli ni mpenzi wa nani? Na sisi wa Tanzania tunaendeleaje? Hakuna shida. Kumbe kuna shida. Uwe mkweli. Kama kuna shida, usifikiri kwamba hiyo shida utamficha Mungu. Watu hawapendi wapelekee shida zako, kwa sababu huu ndio ukweli. Kila mtu ana changamoto zake, si ndio? Hakuna mtu ana changamoto, ila tuwe wa kweli kwa Mungu. Mungu Baba, nisaidie mahali fulani, kwa kweli nimeshindwa. Hapo kiti chake cha rehema kitakuwezesha. Kiti chake cha rehema na neema kitakuwezesha, maana umekuwa mkweli. Kuliko unaendelea hivyo hivyo na maisha, uwe mkweli. Yesu
anatuambia katika Mathayo 11:28, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu yuko tayari kupumzisha nafsi zetu taabu mbalimbali. Roho zetu zinateseka na mambo mengi, lakini Yesu anasema kwamba yeye yuko tayari kutupumzisha. Pale tunapokuwa tayari tunakaribia kiti chake cha enzi, tukiwa wazi, yuko tayari kutupumzisha, kutupa furaha, kutupa amani na kutusaidia. Na Mungu wa mbinguni atubariki. Nadhani kwa hizo hatua chache mwaka huu tunategemea mabadiliko makubwa kwa mtu mmoja, mabadiliko makubwa, na tumuone Mungu kwa viwango vikubwa vya pekee sana. Hata kwa hatua hizi chache za kukikaribia kiti cha neema cha Mungu zinatutosha kutufanya sisi kuwa watu tutakaoendelea mwaka huu kuwa na mabadiliko makubwa katika maisha yetu ya kiroho na katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku.